Blaza, Simba inarudi. Nisikize mimi. Na siku hizi amlitaji tena jina la Elia Mpanzu. Tarehe 1 tunafuta uteja. Mpanzu yupo. Kama Simba umemsahau hivi. Sisikii shabiki yote akimzungumzia Mpanzu. Na ni mchezaji wetu. Mpanzu ni mchezaji wetu. Kwa anachokipitia Mpanzu ni situation ambayo mchezaji yote anaweza kaipitia. Performance ya Yanga inashuka. Kama una macho ya mpira, performance ya Yanga inashuka. Ukimwangalia Pacome kwenye mechi 3-4 za mwisho klabu bingwa, sio Pacome tunayemjua. Mimi Simba lakini uwezo wa Pacome na ukubali. Lakini kwa hizi mechi za hapa katikati hajanishawishi. So far mimi nakuahidi tutakuja kukutana na surprise moja kubwa sana tarehe 1 mwezi wa 3. Wao tuite Zanzibar, sisi tutakwenda kucheza nao. Na cha kwanza Yanga wanatutuzia sisi Zanzibar. Kitu hiki timu yao kwanza wenyewe wanasema haina match fitness sijui. Sisi unanielewa. Kwa hiyo capacity ya uwanja wa Taifa na Zanzibar vitu vile tofauti. Hiyo ndo sababu kubwa kwa sababu uwanja wa Taifa ni mkubwa kuliko Amani. Makonda chozungumza transformation tunakwenda kuimaliza. Watu wamepewa siku 12 tu watoe majibu yatolewe. Haona vile kitakachofuata ni nini blaza. Pakiwa na utulivu pale, wewe mwenyewe utaenjoy. Na Haula Ansati Haula yeye peke yake hana uwezo wa kumaliza ile mechi. Peke yake, yeye peke yake ana uwezo wa kumaliza ile mechi. Bwana ni eka bwana za kuelekea tarehe 1 pale mwezi wa 3. Unafahamu kwamba Simba na Yanga wanaenda kumenyana baada ya eka zote za kuisha kwa michuano ya kimataifa. Sasa hatimaye sasa ndugu wawili wanakutana kuyamaliza matatizo yao, maana ni watu ambao matatizo yao hayaishi kila siku. Inakuwaje? Poa. Fresh kabisa. Kwa majina unaitwa nani? Mimi naitwa Hamis Daudi na ni mshabiki wa Simba. Hamis Daudi, shabiki wa Simba. Yeah. Simu inaita Zanzibar kule. Nasikia muokoti simu, mashabiki wa Simba. Hamtaki kwenda Zanzibar? Hapana, sio kama hatutaki kwenda Zanzibar. Yeah. Sisi Zanzibar tutaenda kwa sababu shirikisho na sheria za mpira wetu zinampa option mwenyeji wa mechi. Mechi mwenyeji ni Yanga. Ipo siku game itapigwa katikati ya maji. Sawa. Sisi wao hata kitaka tukacheze kwenye boti. Si fresh tu. Kwa sababu kazi yetu si kucheza mpira bro. Sisi tunacheza mpira. So Yanga wao ndo wameona kwamba mechi waipeleke Zanzibar. Sawa. Sisi kama timu mpinzani au timu mgeni tuko tayari kwenda kucheza kwa sababu sheria na kanuni zinawaruhusu wao kupeleka mechi kwenye uwanja mmoja kwa msimu, kuchagua tofauti na uwanja wako wa nyumbani. So far sisi hatuna budi ya kukataa kwa sababu kazi yetu ni mpira na tutaendelea tuenda kucheza Zanzibar. Lakini mashabiki wengi wa Simba na Simba yenyewe kwa ujumla wake ilitegemea kwamba hii mechi ingepigwa Dar es Salaam. Kwa sababu ya aina ya uwanja ni mkubwa na watu wanaweza kupatikana wengi zaidi Dar es Salaam kuliko kule Zanzibar. Sasa baada ya Yanga kutangaza kwamba mechi itakuwa Amani Complex, imeonekana kwamba nyinyi mmetafsiri kwamba ni hasira za kutolewa kwenye huku klabu bingwa. Kwa sasa wanataka hasira ziishe kwenu. Mko tayari kukumbana na kisanga cha Yanga? Hasira zao zote ujue mnaangaliwa nyie. Sawa, wao wakisema mpira, kwanza ni kuambia kitu kimoja blaza. Mpira sio mchezo wa hasira. Ukileta hasira kwenye mpira basi kitakachokukuta utakuwa umekitafuta wewe mwenyewe kwa sababu Yanga of course matokeo yetu sisi na Yanga kwa muda huu, Yanga kweli sisi ni underdog kwa Yanga. Katufunga mara 6 mfululizo, lakini haimaanishi kwamba hii mechi tunavyoenda kwamba sisi tunaenda kwa nia kwamba Yanga anaenda kutufunga. Hapana. Timu yetu tumefanya maboresho dirisha dogo, wewe mwenyewe unaona na wewe mwenyewe shahidi. Tuna mtu kama ndani napewa tu kwamba Aura anawapa nyie kiburi sasa. Na Haula Ansati Haula yeye peke yake hana uwezo wa kumaliza ile mechi. Peke yake, yeye peke yake ana uwezo wa kumaliza ile mechi. Bwana ana uwezo wa kuchukua wachezaji wawili watatu tukimwacha na Libase Gueye. Mdogo wangu najua sana mpira. Lakini nao pia wana watu. Kipindi unawataja watu wao na wanataja watu wao. Nisikilize brother, performance ya Yanga inashuka. Kama una macho ya mpira, performance ya Yanga inashuka. Ukimwangalia Pacome kwenye mechi 3-4 za mwisho klabu bingwa, sio Pacome tunayemjua. Mimi Simba lakini uwezo wa Pacome na ukubali. Lakini kwa hizi mechi za hapa katikati hajanishawishi. So far mimi nakuahidi tutakuja kukutana na surprise moja kubwa sana tarehe 1 mwezi wa 3. Wao tuite Zanzibar, sisi tutakwenda kucheza nao. Na cha kwanza Yanga wanatutuzia sisi Zanzibar. Kitu hiki timu yao kwanza wenyewe wanasema haina match fitness sijui. Sisi unanielewa. Kwa hiyo capacity ya uwanja wa Taifa na Zanzibar vitu vile tofauti. Hiyo ndo sababu kubwa kwa sababu uwanja wa Taifa ni mkubwa kuliko Amani. Uongo kweli? Hiyo sahihi. Sahihi
Sasa kama ni wao wanataka nini kufinya uwanja ili weheji ya wachezaji wao na ile uwezo wa kuvumilia kwamba watahimili kwenye uwanja mdogo kuliko pale kwa Lupaso. Kwa pumzi ya Yanga sasa hivi haitoshi Lupaso. Haitoshi Lupaso, ndio maana tupeleka Zanzibar na sisi tunaambia tunafuata huko. Simu alizopiga sisi zitaita na tutapokea na tutakwenda Zanzibar. Na taarifa zinasema Pacome hatakuwepo pia. Sasa hiyo Pacome, hiyo unaipokeaje hiyo taarifa? Mimi nitaumia sana kwa sababu atakuwa ameshapata sababu Pacome hakuwepo. Yaani mimi nitakuwa nimeumia. Mimi nataka Pacome awepo. Yaani hawa wote ikiwezekana hata Dumbi wamrudishe au Bala Conte ili sisi tucheze nao vizuri. Kwa hiyo sisi timu yetu inatoka chini inakwenda juu. Yanga anatoka juu anashuka chini. Huo ni ukweli brother. Mnapishana. Leo hii taifa la leo hii Tanzania kila mtu anaiombea Simba iwe vizuri ili kimataifa tufanye vizuri. Wewe mwenyewe si shahidi. Simba Sports tumedrop, nani kaenda robo final? Kila mtu chali. Kila mtu chali. Simba Sports kwa kwenye ubora wake. Miaka 4 ya utawala wa Yanga kwenye ligi hapa wewe umeona kaenda robo mara ngapi Yanga? Lakini Yanga wamepata pointi 8 zile zile. Wamepata ambazo huwa wanakusanya kila msimu. Ndio uone utofauti wa Simba na Yanga. Simba msimu mbovu kwa kutokea ni msimu wa mwaka huu. Tumechukua alama hizo, lakini sisi alama zetu ndogo waga ni 9. Fanya wewe tathmini yote hizi mashindano yote hapa kati. Achana na ile ambayo tulitoana Juaning wale ndio hatukwenda robo finali, lakini zingine zote iwe shirikisho iwe klabu bingwa tumefika mpaka robo. Ukiachana na msimu ule na huu, unasemaje hapa? Bwana hii tawi hapa linaitwaje? Kwa tawi la bwana mimi hapa sio mwenyeji kivile. Lakini bado jina sijalipata. Maana kati nafika kuna mzee mmoja pale mwenye upala ananiambiaje? Hapa bwana kuna mganga wa kienyeji. Yule ni mwananchi. Ile bendera ya Msimbazi pale haihusiani. Hayo ni maneno tu ya. Yuko ndani yuko nasikia chumba cha pili ukiingia. Brother, zungumza football. Tuzungumze mpira. Kwa hiyo yule anazungumza yule si ndo hao. Mimi mtangazaji bwana, mimi natoa maoni yake. Sawa. Mtani wako anazungumza vitu vya football. Wewe umeona bendera ya Simba. Ina maana hapa nakaa watu wa Simba. Hichi ni kijio cha watu wa Simba. Sio form nikuta mimi ni mtu wa Simba na kuna wengine hawapo ambao sasa hao ndio wahusika wakuu wa isemi. Kwa hiyo confidence iko 100%. Tarehe moja nyie amteteleki hiyo. Yaani mimi hatuna wasiwasi kabisa. Na mchapa tunaitaka mechi sisi. Kwa sababu wachezaji tunao. Anachokifanya Steve Barker sasa hivi ni kutengeneza tu mfumo wake wachezaji wa kliki, lakini quality tunayo. Na Lebase Gueye na Anicent Yaula na mtu mmoja kuitwa Loemba na dogo mmoja kuitwa Mwalimu. Blaza mechi inaisha. Kule nyuma mimi sisemi, wewe mwenyewe unajua. Lakini kulikuwa kuna changamoto ambayo Simba ilikuwa inakuwa addressed muda mrefu. Wanaizungumza mpaka wachambuzi. Simba inasajili wachezaji wenye quality, lakini in terms kufika kuwaunganisha wachezaji matokeo yaje yatokee inakuwa kidogo mtihani. Unadhani Steve Barker amefanikiwa kwenye hilo mpaka sasa hivi? Kwa Steve Barker kufanikiwa moja kwa moja. Quality kwanza wa Simba wacha wachambuzi wanakubali kwamba wachezaji wanaosajiliwa na Simba wana quality kubwa kuliko wa Yanga. Yaani quality kwa maana profile zao ni kubwa. Majina yao ni makubwa huko wanakotoka. Lakini wakija Simba wana flop. Kwa sasa hivi unaona Simba tayari ile imeanza kuwalipa. Yaani kwa sasa hivi kuna asilimia unaziona kwamba timu unaiona. Ujue blaza timu au mpira ukitaka kuutazama angalia inavyojengwa timu. Sio, unanielewa? Simba ni kweli unachokisema, lakini Simba ilikuwa ina kashikashi nyingi sana. Mpaka sasa hivi bado zipo, lakini tunashukuru Mungu kidogo tunaona tunaanza ile kugain momentum, tunaanza kurudi taratibu. Sio kama ilivyokuwa nyuma. Ukiangalia hata uongozi wa Simba bado kulikuwa kuna mpishano. Sawa, kama juu kutakuwa kuna mpishano, huku chini wachezaji hawezi kuwa sawa kisaikolojia. Mashabiki tuna mvutano. Wewe unafikiri unaweza kupata matokeo mnayotarajia kwa muda huu? Kwa hiyo vile vitu ambavyo kadi siku zinavyozidi kwenda vinavyoshuka na quality wachezaji wameingizwa pale, kocha kaletwa kapewa uhuru wa kufanya anachokitaka. Blaza Simba inarudi. Nisikize mimi. Na siku hizi amlitaji tena jina la Elia Mpanzu. Tarehe moja tunafuta uteja. Mpanzu yupo. Kama Simba wamemsahau hivi. Sisi shabiki yote akimzungumzia Mpanzu. Na ni mchezaji wetu. Na Mpanzu ni mchezaji wetu. Kwa anachokipitia Mpanzu ni situation ambayo mchezaji yote anaweza kaipitia. Kwa taarifa za kwamba siyo ana mapenzi na wapi. Sasa hayo kazungumza mtu yeye na mapenzi yake. Huwezi kumzuia. Ana uhuru wa kuongea. Kwa hiyo yeye sijui kama alishawahi kufanya mahojiano kama unavyonioji mimi hapa. Sijui kama alishawahi kuzungumza na Mpanzu akamwambia, sijui. Kuna watu si sport journalist wale wanatoa za ndani kabisa ndio wamezungumza. Wakina Hansi Rafael wamesema bwana mchezaji anatakiwa upande wa pili, unyewe mnamzuia. Hao watu ambao unawataja hao ndio watu ambao wanapewa shilingi 5,000, wewe kazungumze hiki. Kuvuruga tu mambo. Basi. Yaani kwa sababu Yanga inavyojijenga, sawa, hawezi kumsahau Simba.
sijui unanielewa. Lakini Simba ikiwa inajijenga, sisi huaga hatu concentrate na Yanga, sisi tunajiangalia sisi kama sisi. Kwa hiyo wao wanatuangalia sisi. Wanakuambia Yanga inawafuatafuata sana. Wewe ushaona Yanga, yani hata sijui nikwambia nini blaza ili unielewe. Kwa hiyo yani wanavyojijenga wao hawataki kumsahau na Simba kwa sababu wao si ndio Simba, si ndio mpinzani wao. Kwa hiyo Simba akiwa kwenye ubora na wao akiwa kwenye ubora, shughuli itakuwa sio ndogo. Kwa hiyo Simba akishuka Yanga yeye anapanda. Kwa hiyo lazima aweke huku figisu. Lakini kwa sasa hivi Simba inaanza kutulia. Sijui unanielewa. Kama ulivyomsikia leo Waziri Makonda alizungumza, transformation tunakwenda kuimaliza. Watu wamepewa siku 12 tu watoe majibu yatolewe. Haona vile kitakachofuata ni nini blaza. Pakiwa na utulivu pale, wewe mwenyewe utaenjoy. Simba Sports inarudi. Na shabiki wa Simba tunakata uteja. Urudi tena hapa. Utanikuta mimi hapa. Tunakata uteja. Prediction yako vipi? Matokeo yako ya prediction ni ngapi labda? Yaani mimi kwa kutabiri kwamba itakuwa ngapi? Hapana, lakini Simba anashinda. Kwa idadi ya magoli mangapi ndio ujue? Kuanzia 2 kwenda juu. Yanga wamejitahidi sana, atatoa jiji kwa watu wanaobeti, waweke jiji. Wanaweza wakapata, lakini siamini hata hivyo, na hapa 70% kupata wao goli. Kwa sababu sijaona ile performance pale mbele, sijaona yule mtu anasijui nani anazungumza anacheza na wale wa Pemba, wale rafiki yangu, mtu anaruka kichwa kama samaki anafunga. Wewe utakuta tele moja yale. Hakuna mtu dopu yule anaitwa nani? Depu. Hayo majina magumu bana, mimi hata siri elewi rafiki yangu. Wewe subiri tale moja. Sawa, mimi nashukuru sana. Majibu utayapata. Naomba urudi hapa. Sawa, mimi nitarudi. Tunafuta sisi uteja. Risiti tunazitunza. Tunza risiti. Aniseti Aulu akasema anawataka hawa. Na sisi tunataka. Mimi nashukuru kwa sababu mimi sasa hivi nitashindwa kusafiri kwenda Zanzibar, lakini kama mechi ingekuwa hapa ningefurahi sana, ningeenda pale kwenda kuitazama. Ila kutokana na majukumu yangu itaniua mimi vigumu kwenda Zanzibar.